Karibu kwa taarifa zetu. Mimi ni Mashirima Kapombe. Mali ya mamilioni ya pesa imeharibiwa katika eneo la kibiashara mkabala na uwanja wa michezo wa Nyayo kufuatia ubomozi uliofanywa usiku wa manane. Eneo hilo ambalo liko katika barabara ya Aerodrome lilikuwa na biashara kadhaa ikiwemo ya kuuza magari, sehemu ya kuegesha na kuosha magari pamoja na biashara nyingine ndogo ndogo. Tingatinga zilionekana usiku zikifanya ubomozi chini ya ulinzi mkali wa polisi. Kufuatia ubomoaji huo, mali ya mamilioni ya pesa iliharibiwa, yakiwemo magari ambayo wenyewe hawakuarifiwa kuyaondoa mapema. Mwanahabari wetu Ben Kirui yupo katika eneo hilo la tukio na anaungana nasi hivi sasa kwa mengi zaidi. Kirui, hujambo? Kama unaweza kutusikia, labda unaweza kwanza kwa kutupatia taswira ya jinsi hali ilivyo katika eneo hilo hivi sasa. Naam, asante Mashirima. Ni eneo la Nyayo Stadium ama barabara iliyo na Nyayo Stadium, ambapo eneo la kibiashara hapa iliweza kuharibiwa usiku wa kuamkia leo. Tunaelezwa kwamba maafisa wa polisi walifika hapa wakiendeleza shughuli hiyo ya ubomoaji, na wanasema kwamba hawapo wamepatiwa ile notisi kwamba waweze kuhama hapa. Kwa hivyo hadi sasa hawajafahamu ni kwa sababu gani shughuli hii iliweza kufanyika. Hawakuelezwa chochote, na ukiangalia baadhi ya magari, ukiona hapa ni baadhi ya magari ya wateja ambao walikuwa wameleta hapa kwa minajili ya kuoshwa. Manake hapa ilikuwa ni kituo cha kibiashara kiendesha biashara kadha wa kadha, ikiwemo ile tunaita car wash ama eneo la kuoshia magari, na kuna baadhi ya wateja ambao walikuwa wameleta magari yao ili yaweze kusafishwa, lakini waliporejea wanapata kwamba hali ni kama hii. Tumezungumza na baadhi yao ikiwemo hao wateja ambao hawakuwa wanajua kila ambacho kilikuwa kinafanyika. Waliona tu hiyo shughuli ya ubomoaji mitandaoni, na walipofika hapa kuweza kubaini ni kipi kimejiri, wakapata hali ya uharibifu mkubwa ukiwa umefanyika eneo hili. Ni mali eneo gharimu mamilioni ya pesa imeharibiwa hapa, na hadi sasa hawajaweza kufahamu ni kipi hasa kilichojiri. Na pia vile vile kuna wale ambao walikuwa wameleta bidhaa zao ama vifaa vyao kama vile carpet ziweze kuoshwa, lakini wanapofika asubuhi ya leo wanapata kwamba hali ni kama hii. Tumezunguka kuzungumza kuweza pia kujua ni eneo la biashara likiwa na nani, tukielezwa kwamba mmiliki wa eneo hili ni gavana wa Kiambu wa Matangi, na hivyo sasa bado hatujaweza kupata kutoka kwake, lakini tumeweza pia kuona baadhi ya magari hayo yanayomilikiwa na wa Matangi Foundation yakiweza kufika hapa na kusaidia tu wale ambao wameathirika kuweza kuokoa baadhi ya vile vitu ama mali ambayo wataweza kuyaokoa. Lakini unavyoona sasa hivi, hao ni baadhi ya wafanyi biashara ambao walikuwa hapa tayari wanajaribu tu kuona kile ambacho wataweza kuyaokoa. Kwa hivyo Mashirima, ni hali ambayo tu bado tunaweza kujaribu kubaini. Pia tuweza kuzungumza na maafisa wa polisi ambao wanaripotiwa kwamba walifika hapa mwendo wa saa 9 na kuanza shughuli hii bila ilani yoyote ama bila notisi yoyote. Kulingana nao, wanasema hawakupata chochote ama kuambiwa kwamba waweze kujitayarisha kuondoa mali yao na kuondoka eneo hili. Lakini hadi sasa tuweza kurejea kwenu na baadhi ya sauti za wafanyi biashara hao tuweze kupata kujua ni kipi wamepoteza, ni mali yanayogharimu pesa kiwango kipi wameweza kupoteza. Mashirima, rejesha kwako ndio niweze kupata kuungana nao muda usiokuwa mrefu. Naam, shukrani sana Ben Kirui. Bila shaka tutakuwa tunakuja kwako baadaye ili uweze kutueleza mmiliki wa eneo hilo wanasemaje, wale ambao walikuwa wanaendeleza biashara zao wanasemaje, kama walikuwa wamepewa notisi kabla ya ubomoaji huo.